Naombeni msiniue. Tafadhalini, naombeni sana msiniue. Naombeni msiniue tafadhali. Msiniue. Naam. Kijana mmoja alizungumza huku akiwa amepiga magoti chini. Machozi mengi yalikuwa yakimwagika, huku mbele yake kukiwa wamesimama wanaume 4 waliokuwa wamevalia nguo nyeusi, huku vichwani wakiwa wamevalia kofia kubwa za duara zenye rangi nyeusi. Muda huo mvua kubwa na radi zilizokuwa zinapiga katika pori walilopo hazikuzuia mmoja wao kuweza kuchukua simu mfukoni mwa kijana huyo. "Wewe dogo, taja neno la siri." Alizungumza kwa ukali huyu jamaa, huku mkononi mwake akiwa ameshika bastola iliyokuwa inavuja matope ya maji yatokanayo na mvua hiyo kubwa. Kijana huyo akataja neno la siri na kisha wakaifungua ile simu yake. Jamaa akazipitia picha pamoja na video ambayo inawaonyesha wao wakiwa katika tukio la siri. Yule jamaa akauliza, "We dogo, nani mwingine ana hii video?" Braza, hakuna. Hiyo video nilikuwa nayo mimi tu bro. Nakuomba msiniue. Mimi sitasema chochote." Mwanaume huyo bila ya huruma yoyote alimpiga risasi ya kichwa kijana huyo. Pale pale kijana alianguka chini na akafariki dunia, huku damu zikianza kutapakaa eneo hilo. Washikaji hawa wakatembea kwa mita 300 hadi barabarani walipokuwa wameacha magari yao. Wakaingia na kisha wakaondoka kwa kasi eneo hilo, huku majira ya saa iliyopo kwenye gari hiyo ilionyesha ni majira ya saa 8 na dakika 20 za usiku. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kuona wafanyakazi wa ikulu wakizungumza huku wakiwa wamesimama kwa heshima kumkaribisha rais mpya. "Mheshimiwa Rais, karibu sana Ikulu." Rais aliyekuwa anaingia kwenye historia ya nchi ya Tanzania ndo alikuwa rais mwenye umri mdogo kuliko marais wote waliowahi kutangulia. Umri wa miaka 41 umetosha kabisa kwa yeye kukidhi moja ya kigezo cha kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Nawashukuru sana kwa mapokezi yenu na Mungu awabariki sana. "Amina, mheshimiwa." Wafanyakazi walitikia kwa furaha, kwani katika wagombea waliokuwa na mvuto mkubwa na wenye sera zilizopendwa ni Rais Msulwa. Na kabla kuingia katika siasa miaka 5 iliyopita, Rais Msulwa alijikita kwa kiwango kikubwa katika biashara za uuzaji wa mafuta na gesi, biashara iliyompa utajiri mkubwa sana, na alianza kuifanya kazi akiwa na umri wa miaka 17 tu. Alirithi nafasi ya marehemu ya baba yake aliyekuwa ni mfanyabiashara. Kampuni kubwa za kibiashara ambazo baba yake alikuwa ameziacha alizidi kuzitanua kwa kipindi kifupi mno na kuzifanya zikue maradufu na zikasambaa katika Afrika nzima na katika nchi za bara la Asia, India na China. Ucheshi na msimamo wake wa kupambania kile alichokuwa na kiamini vilizidi kumbeba na akawa kijana tajiri mwenye umri mdogo aliyeandikwa kwenye jarida kubwa kama la Forbes ambalo linamtaja ni tajiri namba 8 duniani mwenye umri mdogo kipindi akiwa na miaka 28 tu. Misingi mizuri ya kibiashara aliyokuwa amejengewa na baba yake toka alipokuwa na miaka 8 tu ilimfanya ajue kila hatua anazopitia baba yake kwenye biashara hiyo, kwani kipindi akiwa na umri wa miaka 6 tu mama yake alifariki dunia kwa ugonjwa wa saratani ya damu. Rais huyu Msulwa, utajiri wake haukumfanya awe mtu tofauti na wengine, kwani alihakikisha anajichanganya na watu wa hali zote, na kwa kupitia taasisi yake ya kusaidia watu iitwayo M Foundation inatumia mamilioni ya dola kuhakikisha inasaidia wagonjwa wote wa magonjwa saratani, moyo, sukari na magonjwa mengineyo ambayo wagonjwa hushindwa kulipia kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Kwa kupitia taasisi yake hiyo, lakini pia amehakikisha na walipia scholarship wanafunzi wa vyuo vyote vya nchi ya Tanzania wanaokwenda kusoma nchi mbalimbali.
Kiukweli mheshimiwa huyu Msulwa, udhamini wake katika kuwekeza katika michezo hususan mpira wa miguu, ngumi na kikapu vilizidi kumpa umaarufu, na kitu kilichozidi kumpa umaarufu zaidi ni kuanzisha timu yake ya mpira aliyoipa jina la Wilfox, timu tajiri nchini Tanzania, kwani ni timu ambayo ilikuwa inamiliki kiwanja kikubwa cha mpira kinachoingiza watu 85,000. Akiwa katika umri wa miaka 30 tu, alianzisha miradi mikubwa kujenga makazi ya wananchi 500,000 Tanzania nzima. Makazi ambayo wananchi wote wa hali ya duni ya kimaisha walikuwa wanaishi katika nyumba hizo alizokuwa wametengeneza yeye katika mikoa yote nchini Tanzania, huku nyumba hizo zikiwa ni za kisasa kabisa. Kiufupi msikilizaji, mtu ambaye alizungumziwa midomoni mwa wananchi wengi huku akimtaribiria siku moja kuwa kiongozi mkubwa ni huyu mheshimiwa Msulwa, jambo ambalo lilizua hofu kubwa mno kwa wanasiasa waliokuwa wana mipango ya kugombania urais katika uchaguzi. Ila ushawishi wake mheshimiwa Msulwa aliyokuwa amejitengenezea kwenye chama kikuu kinachotawala nchi hakikuhitaji kabisa kujishauri mara mbili. Katika kumteua mheshimiwa Msulwa kuwa mgombea wao wa urais, hawakujishauri mara mbili, kwani kila chama kilikuwa kinapenda kumpata mgombea atakayepeperusha vizuri bendera ya chama hicho na akashika madaraka. Hivyo hata uchaguzi ulipokuwa umeanza kwa mheshimiwa Msulwa, yeye kwake halikuwa jambo gumu kwa wananchi kumwelewa, kwa sababu waliamini ya kuwa rais kama yeye haitomfanya kujilimbikizia mali kama walivyokuwa viongozi wengi wa Kiafrika, kwani wanaamini ukipewa nafasi serikalini basi ni wakati wewe kuiba mali za umma na kujilimbikizia wewe na familia yako. Mheshimiwa Msulwa alipokaribishwa Ikulu akasema, naombeni niwe mwenyewe. Rais Msulwa alizungumza na walinzi wake pamoja na wapambe wake aliyokuwa ameongozana nao kubaki nje ya ofisi. Mheshimiwa Msulwa akarudisha mlango wa ofisi ya rais, ambayo ndio mara yake ya kwanza anaingia hapo Ikulu. Siku iliyopita ni siku alikuwa ametoka kuapishwa, huku rais aliyekuwa amemaliza muda wake akimkabidhi Ikulu siku iliyokuwa imepita wakati wa sherehe za kuapishwa kwake. Kwa unyenyekevu mkubwa, mheshimiwa Msulwa alipiga pale magoti katikati ya ofisi hiyo, akaanza kusali, maana majukumu ya kukabidhiwa nchi sio majukumu mepesi. Alianza kusali kwa kusema, Mungu Baba, tazama jukumu ulilonipa kuongoza wananchi wa nchi hii ya Tanzania. Mungu Baba, tazama ni wengi waliopita katika hii ofisi na kila mtu alifanya kadiri ya uwezo wake ulivyoweza kumjalia. Mwenyezi Mungu, mimi si kitu mbele yako, na kuomba ukaniongoze, ukanipe hekima, busara kwenye kila nilifanyalo, nipe nguvu, afya na yale mabaya yatakayokuwa yanaletwa mbele yangu. Mungu Baba, ukapate kunifunika na mbawa za malaika zako. Amen. Naam. Baada ya kumaliza kuomba, mheshimiwa Msulwa akasimama huku akitazama ofisi hiyo ilivyokuwa imepambwa vizuri kutokana na vile alivyokuwa anahitaji yeye. Akatazama picha yake iliyopo ukutani, huku kukiwa kuna picha za waasisi wa taifa la Tanzania. Mheshimiwa Msulwa akasogelea meza yake, akatazama picha yake, mke wake na mtoto wao mmoja. Akarudi mlangoni na kisha akafungua mlango wa hiyo ofisi na kisha akasema, mnaweza mkaingia. Rais alizungumza na washauri wake wapatao 4 waliingia, huku walinzi wakibaki kuimarisha ulinzi. Mheshimiwa Rais Msulwa akakaa kwenye kiti chake kipya kabisa, kiti chenye hadhi ya Ikulu, kiti anachokalia mheshimiwa rais. Msichana mmoja mrefu aliyevalia vazi la suti nyeusi akasema, mheshimiwa, ratiba yako ya leo ni hii hapa. Binti huyo alizungumza huku akiweka tablet mezani mwa rais. Rais Msulwa akasoma kwa sekunde kadhaa na akasema, nimeielewa hii ratiba. Alizungumza kwani msichana huyu amekuwa naye katika usaidizi wake binafsi kwa miaka takriban kama 15 na amekuwa ni mmoja wa washauri wake wa mambo mengi mno. Mheshimiwa, jana usiku nimetumia muda wangu mwingi sana kupitia mafaili yote ambayo rais mstaafu alikuwa amenikabidhi kwenye sherehe. Ila huu sasa ni utawala mpya. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunakwenda na mbinu mpya zitakazozidi kulifanya hili taifa kuweza kukua kiuchumi na nguvu zaidi. Ni kweli. Na kumekuwa kuna uovu mwingi sana unaoendeshwa kwenye hii nchi. Nahitaji kuweza kulinyosha hili taifa.
taifa liweze kunyoka kama rula. Naamini tumekuwa pamoja kwa kipindi kirefu, si ndio? Mheshimiwa Rais alipozungumza hivyo, wale washauri wake 4 wakamwambia, ndio mkuu. Sasa basi, naamini mmeshanipangia listi ya viongozi ninaowahitaji, kuanzia waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi watakaoweza kusalia, watakaoweza sijui nizungumzaje ili muweze kunielewa, lakini wale watakaoweza kuendana na kasi yangu, na wale wasioweza itabidi waachie ngazi zao. Sawa mheshimiwa. Kijana Ruben ambaye ni mshauri wake wa masuala ya ulinzi na uchumi alizungumza. Huyu ni mmoja wa watu waliofanya nao kazi kwa miaka 10 na uwepo wake katika timu yake ya ushauri ulizidi kumjenga kiuchumi na kiusalama zaidi, kwani Ruben alikuwa amebobea sana kwenye masuala ya upelelezi na ujasusi. Hivyo anajua mbinu zote za ujasusi, mbinu za kiusalama, mbinu za kiuchumi, mbinu zote Ruben anazijua. Ruben, nahitaji wale vijana wetu 2 waje ofisini leo. Nahitaji kuweza kukutana nao. Sawa mkuu. Ruben alitoa simu akatuma ujumbe kwa vijana hao na wote walijibu. Mkuu, kuna hili hapa tukio limetokea, na huyu hapa ni mmoja wa waandishi wetu, ameuawa. Priska alizungumza huku akimwonyesha Mheshimiwa Rais Msulwa tukio la mauaji ya mwandishi wa habari ambaye walikuwa wanafanya naye kazi. Priska anahusika kwenye masuala ya habari na ni yeye ambaye anaziendesha akaunti za mitandao ya kijamii za Mheshimiwa Rais Msulwa, na wamefanya kazi na Rais Msulwa kwa miaka takriban 7. Kiukweli habari hiyo Mheshimiwa Rais alipoipata iliwashtua wote, kwa sababu huyo kijana alikuwa ni mchapakazi na alikuwa anafuatilia habari nyeti za wapinzani, na alisifika kwa kutoa habari za uhakika na kufichua maovu ya watu wengi, wanasiasa, wafanyabiashara, watu wakubwa na hata viongozi wasiokuwa waaminifu. Rais Msulwa akasema, ni kumbukumbu zangu au kwa maana jana Freddy si alikuwepo hapa Ikulu? Sasa hizo taarifa za kuuawa kwake imekuwaje? Ndio Mheshimiwa Rais, Freddy ameuawa. Ila Freddy alinifuata kabla hajaondoka, na aliondoka kama kwenye majira ya 2 hivi za usiku, na aliniambia kuna mtu ambaye ni sosi wake alimpigia kwamba kuna habari ya umuhimu sana inahitajika aende, lakini toka alivyoenda mheshimiwa ndio taarifa zimerudi kwamba ameuawa. Naam. Lucas ambaye ni mshauri wa rais kwenye masuala ya afya, siasa na diplomasia alizungumza huku akimtazama Mheshimiwa Rais usoni mwake. Kwa maana hiyo Freddy ameuawa wapi? Ameuawa maeneo ya Mkuranga. Ruben, hebu fuatilia hilo swala, alafu kesho nipatie majibu. Na nataka kujua sasa hivi mwili wake uko wapi? Mheshimiwa, habari kamili bado sijapata. Priska, hebu fuatilia. Na Ruben, naomba uhakikishe tunajua ni akina nani waliohusika na mauaji ya Freddy. Sawa mkuu. Watu wako Ruben wamejibuje? Mkuu, wamesema kwamba wapo njiani wanakuja. Okay. Sawa. Mheshimiwa, makamu wa rais ameshaweza kuwasili. Naam, Nagenjwa alizungumza huku akiwa anatazama ujumbe mfupi uliokuwa umeingia katika simu yake. Mheshimiwa Rais akasema okay sawa, mkaribishe huyo makamu.
Rais Msulwa alisimama na vijana wake walitoka nje ya ofisi, na baada ya dakika 3 aliingia makamu wa rais. Alikuwa ni mzee mwenye umri wa miaka kama 58 hivi. Mheshimiwa Rais, habari yako? Salama tu mzee wangu, shikamoo. Marahaba. Karibu sana mzee. Nashukuru sana. Umepata habari ya kijana wetu Freddy kwamba ameuawa? Ndio, nimepata hiyo taarifa na nimeagiza vijana kuweza kulifuatilia hili ili kuweza kujua kwamba imekuwaje mpaka Freddy ameuawa. Unajua, Freddy ameondoka, bado ni kijana mdogo sana. Taifa bado linamtegemea. Ni kweli mzee wangu, ila walioidhurumu haki yake ya kuishi lazima watailipa tu. Na tena ni kuombe kijana wangu, inatakiwa walipe kwa kiwango kikubwa sana. Naam, wakati Mheshimiwa Rais na makamu wanazungumza, Ruben alifungua mlango na kisha akaingia pale ndani. Akasema, "Mkuu, wamefika." Ruben alimnongoneza Mheshimiwa Rais na kisha Mheshimiwa Rais akasema, "Okay, waambie wasubirie." Kwa Ruben alitoka, na alipotoka Mheshimiwa Rais akawa anaendelea mazungumzo na makamu wa rais. Mzee wangu, unajua ninachokiona ni kwamba Watanzania wanatarajia mambo makubwa sana kutoka kwetu. Ni kweli kabisa, ila tuna upinzani mkubwa sana. Tumechukua nchi kukiwa kuna matukio mengi sana ya ajabu. Nahitaji kwanza tuipandishe thamani ya pesa yetu, kwa sababu pesa yetu inashindwa hata na hao majirani zetu hapo Kenya. Wenzetu pesa yao ina thamani kubwa sana tofauti na kwetu. Sasa mzee wangu, tunaipandishaje thamani yetu ya Tanzania kwenye swala zima la fedha? Mimi nitahitaji wewe upitishe sheria. Sheria ambayo sheria ambayo bidhaa zetu zote za ndani zitakazonunuliwa na mataifa ya nchi nyingine yanunuliwe na pesa yetu ya shilingi na sio dola. Mzee wangu, mimi najua wasiwasi wako ulipo, kwa sababu ukishafanya hivyo utaingia kwenye vita na mataifa makubwa, na unajua wakubwa wakichukia watakuondoa haraka sana. Hilo mimi nalijua. Ni kweli, ila mimi mzee wangu najua nimechaguliwa na Watanzania. Sijamwomba mtu yote hata shilingi 100 katika kuendesha kampeni zangu zote. Hivi mzee wangu, unajua kwa nini nilifanya hivyo? Hapana, sijajua ni kwa nini ulifanya hivyo. Nilifanya hivyo kwa sababu sikuhitaji mtu yoyote baadaye aje kunifundisha ama kunipangia nini cha kufanya. Nahitaji kuipandisha hii nchi iwe kwenye uwezo mkubwa sana wa kiuchumi na kijeshi. Unajua, hizo ni ndoto ngumu sana kuziendea haraka haraka ama kutaka kuzipigania haraka haraka. Najua mzee wangu, ila kila kitu ni kuamua, na bila ya kuamua na kufanya hatutaweza kufika. Nahitaji kampuni zote zinazochimba gesi, madini, makaa ya mawe na mafuta hapa nchini zilizopata mikataba kimagumashi, mikataba yote nataka ipitwe upya. Ikishapitiwa upya, kama kampuni ilipata mikataba hovyo hovyo, basi tunakwenda kuivunja, na watakapohitajika kulipa fidia, watalipa fidia, na lazima nchi inufaike kwa 65%. Unajua Msulwa,
Hayo ni mambo makubwa sana. Nadhani hayatokupa maisha marefu kwenye serikali, kwa sababu hapo unaingilia sekta nyeti serikalini. Utataka masuala ya tumbua miradi mbalimbali, kuingilia sekta mbalimbali. Lakini mimi kwa uzoefu na hii nchi, ni bora ukaacha huu ujuaji na ukakaa kimya, kuliko ukajipa kipaumbele sana kwa wananchi. Hao mapapa watakuondoa kwenye hii dunia. Mzee wangu, najua, ila nimetembea nchi zote za Afrika. Marais wengi wa nchi zetu wamekaliwa na mataifa ya magharibi. Wanaamuliwa nini cha kufanya. Sasa unajua ni kwa nini? Hapana, sijui. Ni kwa sababu wanapenda kujipendekeza kwenye hayo mataifa ya wazungu. Na viongozi wengi wanajali matumbo yao, hawajali wananchi. Ila kwa sasa kinachotakiwa ni kuweza kuikomboa hii nchi na kuweka misingi iliyo sahihi, kuhakikisha kwamba wananchi wetu na nchi vinakwenda kipaumbele. Alafu hao mataifa mengine wazungu hao wageni wawe wanafuata kwanza. Sawa, kama umeamua hivyo, lakini naona kabisa Msulwa hutotoboa hii miaka yako. Watakuua tu. Nisikilize mzee wangu. Hebu hakikisha mikataba yote ile halali iliyosainiwa na makampuni yote ya kigeni. Nikisema yote, hata yale yanayoingiza magari yote, hebu kusanya, na baada ya siku 2 nahitaji ije hapa mikataba yote. Ije hapa Ikulu, ijadiliwe kwa herufi kubwa. Na hii kazi mzee wangu, nahitaji ifanyike kwa maadili na uzalendo kwanza. Sawa, kwa sababu wewe ndo mheshimiwa rais, hakuna anayeweza kupinga. Lakini tu mimi nakutahadharisha, hiki unachokifanya sioni kama utakuwa na mwisho mzuri kwako. Mimi mzee wangu nakushukuru sana, na naamini kwa pamoja tutafikia malengo yetu. Hakika tuko pamoja. Naam. Hapo rais aliagana na makamu wake, na kisha Ruben aliingia akiwa ameongozana na wanaume wawili. Wanaume hao ni warefu, ambao kwa kuwaangalia tu lazima utajua kwamba ni wazee wa kazi ngumu. Wakampigia pale saluti mheshimiwa rais, na kisha walikaa, huku Ruben akiwa amekaa kwenye kiti kingine kabisa. Mheshimiwa rais aliwakaribisha hao watu, akawaambia, karibuni sana. Tunashukuru sana mheshimiwa rais. Naweza nikasema ya kwamba ni furaha yetu kupata kuonana siku hii ya leo. Mimi nimepata mafaili yenu nyinyi. Nimepata mafaili yenu nilipokuwa nipo kwenye kampeni zangu za kuizunguka hii nchi, na nimeweza kuona kazi mlizoweza kuzifanya na namna gani baadhi ya hizo kazi zilivyoweza kupotezwa pasipo kupewa uzito wa aina yoyote. Ni kweli mkuu. Sasa ni hivi, mimi ndiye nilishika madaraka ya hii nchi. Kila kitu ambacho mtakifanya kinachohusiana na ujasusi, hebu ripoti ije kwangu moja kwa moja. Hata mkuu wenu asijue nini mlichokifanya kwenye eneo au kazi niliweza kuwatuma. Nataka mnapowatuma kazi zangu, ripoti mniletee mimi moja kwa moja. Hiyo ni amri mkuu, tunaitekeleza. Okay, vizuri sana. Sasa basi, kazi ya kwanza ni kuhusiana na kijana wetu mmoja anaitwa Freddy. Ruben hapa atawapatia taarifa kuhusiana na huyo kijana. Japo hiyo ni kazi ya hapa ndani ya nchi, ila naamini hili swala linaweza kufunikwa na baadhi ya maafisa wa upelelezi wa jeshi la polisi ambao sio waaminifu. Wao
nitapitia ripoti yao bila wao kuweza kujua, na nyinyi mtaniletea ripoti yenu mtakayoifanya kwa weledi. Kuna madudu mengi sana kwenye hii nchi, ila naamini kwa kupitia hili la Fredi litakwenda kuondoka na wengi. Nitahitaji kuwaondoa watu wote wa hovyo ambao sio waadilifu na kazi zao. Nataka wajue sasa zama zimebadilika. Nataka kuitengeneza Tanzania mpya. Nadhani tumeelewana na wategemea sana kwenye hili. Naam, hapo Mheshimiwa Rais Msulwa alizungumza kwa msisimko hadi majasusi hao wawili walitabasamu, kwani kwa kipindi chote walichofanya kazi za hatari, baadhi ya kazi ziliwekwa kapuni na viongozi waliopo juu yao, na walitamani siku kupata kiongozi ambaye atawajali, kiongozi ambaye ataonesha uzalendo wa nchi kuliko kujali maslahi yao binafsi. Mheshimiwa, tutafanya kazi kwa weledi kuhakikisha mheshimiwa kila kitu kinasimama kama vile unavyokusudia. Basi mimi niwashukuru sana, ila nahitaji tujifunze kitu. Ndio mheshimiwa, tunakusikiliza. Kwenye huu uongozi au kwenye hii nafasi kama niliyokupo mimi, ni vyema kufuata mifumo mizuri ya nchi na sio kumfuatisha mtu kwa sababu viongozi tunaingia kama hivi na tunapita. Sijui kama mmenielewa. Narudia tena. Kwenye uongozi kama huu niliokupo mimi au kwenye hii nafasi niliopo mimi, ni vema kufuata mifumo mizuri ya nchi na sio kumfuatisha mtu kwa sababu sisi viongozi tunapita tu na nchi inabaki pale pale. Kwa hivyo bila kuwa makini, mnaweza mkajikuta mnapoteza pale nitakapokuwa sipo madarakani. Sijui mnaelewa nilichokiongea? Ndio mheshimiwa, tumeelewa. Ulinzi wa hili taifa letu unaanzia kwetu. Japo kuna sehemu nitasimama na kuamrisha na kutoa maamuzi, ila sitopenda mtumie huu ushirika wetu kwa kuwaonea au kumnyanyasa mtu yoyote, hata awe mwenye maisha ya chini, kwa sababu kufanya hivyo naamini kutawajengea visasi na maadui wengi, na nikiwa mimi sipo basi itawagharimu sana hata kwenye kazi zenu. Sawa Mheshimiwa Rais, tumekuelewa. Na nchi hii inahitaji kiongozi kama wewe, mwadilifu, mzalendo, kiongozi anayehitaji kufuata mifumo ya sheria na sio mifumo ya kusema mimi ndo kila kitu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunakuahidi tutafanya kila ambacho utatuagiza. Na okay? Nashukuru sana. Tunakushukuru pia Mheshimiwa Rais. Asanteni sana, ila kwa sasa nahitaji hili swala la huyu kijana Fredi. Tunahitaji kujua ni akina nani waliohusika na mauaji yake. Hakuna shaka Mheshimiwa. Naam, majasusi hao wa serikali walinyanyuka wakampigia rais saluti, huku wakiwa wamevalia suti nyeusi na mashati meupe, na kisha wakatoka katika ofisi ya Mheshimiwa Rais wakaelekea katika maegesho ya magari, maegesho ambayo yapo ndani ya hiyo Ikulu. Oya, tunaanza leo hili tukio ama tuanze lini? Sikia mwanangu, tuelekee nyumbani kwangu kwanza nikaache gari, alafu kisha twende kwenye lile eneo la tukio kwa kutumia gari lako mwanangu. Okay, poa. Na itakuwa vyema mwanangu tukibadilisha hizi nguo kwa sababu sijisikii huru sana kufanya kazi na hii misuti tulovaa. Ila kweli mwanangu, twenzetu. Naam, majasusi hao wakaondoka eneo hilo la Ikulu, huku kila mmoja akiendesha gari lake. Walifika katika nyumba ya Bobby. Dakika 5 zilimtosha Bobby kubadilisha nguo zake. Alitoka ndani akiwa amevalia pensi na t-shirt, huku miguuni akiwa amevalia raba nyepesi. Bastola yake alikuwa ameiweka kiunoni mwake, huku akiwa ameifunika vizuri bastola yake isionekane, na t-shirt yake alikuwa amevaa t-shirt fulani hivi simple, lakini ambayo inashuka kiunoni kwa chini kidogo. Maana yake ni kwamba iliweza kuzuia bastola isionekane. Jamaa akafungua mlango wa gari ya Roy na kisha wakaondoka eneo hilo. Roy akauliza,
Oya kaka, unahisi ya kwamba huyu mheshimiwa rais anaweza akatosha kweli kwenye nafasi aliyopewa? Roy aliuliza huku akiendelea kuendesha gari lake, na ndipo Bobby akasema, Wasikiliza mwanangu, umri, misimamo yake, nguvu ya ushawishi aliyokuwa nayo, nguvu ya kiuchumi aliyonayo, mimi nina imani anaweza kutufikisha sehemu nzuri kama nchi. Unajua wamepita marais wengi sana, ila huyu mwamba anaonesha nia kabisa ya kuwasaidia Watanzania. Sema nini mwanangu? Mungu amsaidie huyu jamaa, kwa sababu kuna tifutifu kubwa sana kwenye nchi. Ukishaonekana huko upande wa raia tu mwanangu, watu wanakupoteza. Acha tu mwanangu, kikubwa tuendelee tu kumlinda kwa ukaribu zaidi, tusimwangushe kwenye kazi. Naam, washikaji hawa wawili majasusi wa serikali walifika nyumbani kwa Roy, na Roy hakuchukua dakika nyingi, alijiandaa akatoka ndani hapo, wakaelekea katika eneo alilokuwa ameuliwa kijana Freddy. Roy alisimamisha gari mbali kidogo na eneo hilo, na wakatembea mpaka kwenye eneo la tukio ambalo lilikuwa limezungushiwa tepu za rangi ya njano zilizowekwa na maaskari. Hey, nye, hilo eneo hapaswi mtu kuweza kufika kwa sababu tunafanya upelelezi. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke aliyefika eneo hilo akiwa ameongozana na wanaume watatu waliokuwa wamevalia nguo za kawaida, huku msichana huyo aliyekuwa amechomekea tisheti yake katika suruali yake ya jeans, huku chini akiwa amevalia buti za kufunga kwa zipo. Alipozungumza hivyo, aliwafanya Roy na Bobby wamtazame kwanza kwa sekunde kadhaa, huku msichana huyo akiwa amevalia miwani myeusi na nywele zake alikuwa amezibana kwa nyuma. Roy akasema, hey. Wewe mrembo una sauti nzuri sana. Roy alizungumza huku akitabasamu, na wakati huo alikuwa akimsogelea msichana huyo na wanaume waliokuwa wamekaa nyuma ya binti huyo. Msichana huyo alitoa kitambulisho chake na kisha akamwonyesha Roy huku akiwa anamsogelea. Nancy. Oh. Roy alizungumza huku akijifanya kama vile anashtuka. Karibu sana boss. Roy alizungumza huku akimpisha Nancy. Mnafanya nini eneo la tukio la kiuhalifu, ikiwa tumezuia raia na waandishi wa habari kufika hapa mpaka upelelezi utakapoweza kukamilika? Nyinyi akina nani? Nancy alizungumza huku akiwa amewakazia macho Roy pamoja na Bobby. Sisi ni waandishi wa habari wa kujitegemea, hivyo tuliona si vyema na tuliona ni vyema na sisi tukifika kuweza kujua nini kimeweza kumpata mwandishi mwenzetu wa habari. Na hisi nitakuwa nimesikika vizuri Nimewaambia kwamba eneo hili haturuhusu raia wala waandishi wa habari kuweza kukanyaga mpaka pale upelelezi utakapoweza kukamilika. Hivyo tunawaomba muondoke. Roy na Bobby hawakutaka kabisa ubishi, kwa sababu kesi kama hizo za mauaji zinawahusu sana wapelelezi wa jeshi la polisi. Hey, hebu wafuatilie wale. Nancy alimwamrisha mmoja wa vijana wake ambao alikuwa ameongozana nao kufika eneo hilo la tukio. Nancy, afisa mpelelezi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi, akavaa pale gloves zake mikononi, alivua ile miwani yake, miwani mikubwa myeusi, akaichomeka katika mfuko wa jeans aliyokuwa ameivaa, na kisha katazama eneo hilo jinsi lilivyokuwa limekaa. Kwa uwezo wake wa upelelezi, alianza kupata picha namna tukio lilivyotokea. Alitoa simu yake, alipiga picha kadhaa za vielelezo anavyovihitaji, ikiwemo maganda mawili ya risasi. Vijana hao wakaweka maganda hayo kwenye vifuko vya plastiki. Oya, yule demu ni pisi mwanangu, afu pisi imesimama kweli kweli. Roy alizungumza huku akitokea barabarani, eneo walilokuwa wamekusanyika waandishi wa habari pamoja na raia. Oya Roy, usiniambie mwanangu umeanza kumtamani yule askari wa watu. Oya, kwani askari ni nani kaka? Yule ni demu tu, na demu ni lazima tu adinywe, haijalishi ni nani. Ndugu yangu,
kuwa makini. Wapelelezi wale hawaeleweki, wako tayari kufanya lolote lile kwa ajili ya kupeleleza tu ishu zao. Sasa kaka, kwenye kazi zetu hizi tumekutana na watu kama yeye wangapi, tena wa mataifa makubwa. Sembuse yeye ni piskali tu mzee, tunaruka naye tu vizuri. Roy alizungumza kwa kujisifu. Katika vitu ambavyo Roy anavipenda ni wanawake wazuri, na mara nyingi hufanya kila aliwezalo kuhakikisha anampata kimapenzi mwanamke yule ambaye anamtaka. Oya, naona kuna mkia uko nyuma unatufuatilia. Bro, nimemwona kitambo sana, alafu ni mzembe sana, anatufuatilia kama vile nafuatilia kuku mtu wangu. Bobby alizungumza huku akisimama walipokuwa wananchi, na kwa muda mfupi tu walikuwa wamefika eneo hilo waliweza kuelewa ni namna gani tukio lilivyokuwa limetokea. Bobby akasema, oya, unajua watu wametokea kule. Bobby alizungumza huku akijenga taswira ya tukio zima lilivyokuwa limetokea, na Roy akasema ya. Alafu walivyomaliza inaonekana wakaelekea upande huu. Roy alizungumza, japo ni mtu wa masiara na ni mcheshi pia, ila ni mtu mmoja makini sana kwenye kazi zake, na linapokuja swala la kupeleleza kitu huwa ni kazi rahisi sana kwake, kwani mafunzo aliokuwa ameyapitia kuanzia mafunzo ya komando na ujasusi imewaimarisha sana kwenye kazi yao. Roy akasema, oya kaka, unamwona yule mpumbavu anavyotupiga picha? Roy alizungumza huku akijifanya kama vile kuto kumtizama yule askari mpelelezi aliyopewa jukumu la kuwafuatilia. Bobby akasema, namuona. Oya sikia, mimi nataka nimzingue. Hapana, sikiliza Roy. Hapa hivi kuna vyombo vingi vya habari, sawa? Tuondoke tu, kwa sababu tumeshajua ni namna gani hali jinsi ilivyokuwa kwenye ile eneo. Tuondoke mwanangu. Kweli walianza kutembea kuelekea walipokuwa wameliacha gari lao. Kulikuwa kuna umbali hivi kidogo, na askari huyo aliendelea kuwafuatilia akihisi kwamba yuko makini, ila kujua kwamba tayari alikuwa ameshagundulika. Askari huyo aliendelea kupiga pale picha na simu yake gari lilikuwa ameingia Bobby pamoja na Roy. Ilo nasikia Bobby, huyu dogo ni mpumbavu sana. Inakuwaje anatufuata hadi huku na bado anatupiga picha mwanangu? Unajua mimi natamani kwenda kushuka kwenda kumzingua mwanangu, ni muache hata makofi kidogo. Sikiliza Roy, achana naye huyo. Achana naye mwanangu, huyo yuko kazini kama sisi tumeshafanya kwetu, achana naye tu mwanangu. Bobby alimtuliza rafiki yake Roy kwa sababu anamjua ni mtu wa kukasirika kwa haraka, japo ni mcheshi sana. Sikiliza Roy, washa gari tuondoke. Bobby alizungumza na kumtazama kijana huyo kwenye kioo cha pembeni. Aliwasha gari na kisha wakaondoka hilo eneo. Ebara msikilizaji, karibu sana kwenye huu mzigo mpya kabisa wa kuitwa The Evil Game, na hii simulizi kutoka kwake Edazaria G. Msulu. Ebara, karibu ndugu yangu, hii ni Uncle J simulizi. Mkuu, madam, picha zao hizi hapa nimezipata. Askari huyo mpelelezi alizungumza huku akimwonyesha picha hizo bosi wake Nancy. Okay, kazi nzuri. Sisi hapa tumeshamaliza, tunaweza tukaondoka. Tuondokeni. Walitoka ndani ya msitu huo, waliingia ndani ya gari aina ya Toyota Alphard. Waliondoka eneo hilo kwa mwendo wa kawaida kabisa. Nancy alianza kuzungumza wakiwa wako ndani ya gari. Hawa watu ninahitaji waje kituoni kwa mahojiano. Nancy alizungumza huku akitazama picha ya Roy pamoja na Bobby. Ila mkuu, sijaona sababu ya wao kuja kituoni. Unapomkuta mtu eneo la tukio na ni eneo ambalo tulikuwepo, hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia kwa sababu askari walizuia watu kuweza kuingia, ila wao waliingia eneo lile na tukawakuta.
Je, kama wamekuja kuchukua vithibitisho vitakavyofanya hili swala kuwa ni zito na tusijue wale ni akina nani walohusika? Ila anachokiongea hapa mkuu ni kweli kabisa. Nisikilize, kama wapo hapa Dar es Salaam, tutawaita makao makuu. Wanahitajika haraka iwezekanavyo. Sawa madam, turudini ofisini. Nancy alizungumza huku akishusha pumzi. Walifika katika ofisi ya makao makuu ya polisi na moja kwa moja Nancy alielekea ofisini kwake. Akazingiza picha hizo katika kompyuta yake iliyopo mezani na kisha alianza kuzipitia kwa umakini. Alipigishwa magoti kabla ya kuuawa. Nancy alizungumza hivyo kimoyomoyo, akitazama picha za maiti, picha ambazo alikuwa ametumiwa na mmoja wa makachero, inspekta wa polisi waliokuwa wamefika kwenye eneo la tukio na kuondoa mwili wa Freddy mara baada ya kugundulika na wakazi wa karibu na msitu huo ambao ni mara kadhaa wamekuwa wakiingia asubuhi kwenye msitu huo kwa ajili ya kuokota kuni kwa ajili ya matumizi ya mapishi majumbani mwao. Askari huyu Nancy alitazama hizo picha za Freddy aliyekuwa amepigwa risasi, akaichukua simu yake, akaipiga namba iliyokuwa imemtumia hizo picha. Hello madam. Hebu nisikilize, mwili wa marehemu mliukuta ukiwa umeharibika, si ndio? Hapana madam, kwa sababu inaonesha huyu kijana aliuawa masaa machache kabla ya mwili wake kuonekana. Mwili wake uko wapi? Upo Mloganzila mkuu. Okay, sawa, nitafika hapo kuweza kupata kuona. Askari huyu Nancy akakata ile simu, alinyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekikalia, alizima kompyuta yake na kisha kaondoka eneo hilo peke yake. Aliingia ndani ya gari yake binafsi aina ya Subaru Forester na kisha aliondoka makao makuu ya polisi na safari ya kuelekea hospitali ya Mloganzila ilianza. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, kijana Bobby pamoja na Roy wakafunguliwa mlango na mtunza maiti, wakaingia mochwari na moja kwa moja wakaongozana na mtunza maiti pamoja na daktari mpaka kwenye eneo ulipokuwa umelazwa mwili wa Freddy. Ulifunuliwa na shuka lilokuwa umefunikwa. Daktari akasema, tumemchoma sindano mwili wake usiweze kuharibika. Daktari alizungumza hivyo na akamfanya Roy kutazama mwili wa Freddy kwa sekunde kadhaa. Roy akasema, mnaweza mkaufanyia scanning huu mwili? Dokta akasema, lakini hii ni maiti, kwa nini tuifanyie scanning? Roy akasema, nahitaji ufanyiwe scanning. Tunajua ni maiti. Kwani umeona yuko hai huyu? Dokta, agizo ni moja tu. Mfanyeni scanning hata kama ni maiti. Roy alizungumza, na kutokana na kwamba walikuwa wameonyesha kibali maalum, daktari hakuwa na la kufanya zaidi ya mwili wa Freddy uliondolewa ndani ya chumba cha maiti kwa siri mno, ukaingizwa kwenye chumba maalum chenye mashine ya CT scan na taratibu ulianza kukaguliwa kuanzia kichwani mpaka kwenye nyayo ya mguu, huku kijana Roy, daktari pamoja na Bobby walikuwa wanatazama ile kompyuta. Mbona kama hapa kuna chipu, hapa kuna chipu imewekwa? Bobby alizungumza huku akigusa kioo cha kompyuta. Inaonekana alimeza chipu hii, na hii chipu inaweza kutusaidia. Sasa sikiliza daktari, tunahitaji hii maiti uifanyie upasuaji wa haraka sana. Tunaitaka hiyo chipu iliyopo mwilini mwake itolewe haraka iwezekanavyo. Sasa ndugu zangu, ni upasuaji hauchukui tu muda mfupi, upasuaji unachukua muda mrefu. Daktari alizungumza, lakini sauti yake ilionyesha kabisa alikuwa na wasiwasi. Roy akasema, wewe unazingua, ujue dokta, unazingua mwanangu. Hii ni maiti, sasa unataka kuifanyia upasuaji wa muda mrefu ili weje? Tumrudisheni mochwari, alafu sisi tutampasua sisi wenyewe, alafu tutamshona sisi wenyewe. Wewe dokta, tunaona unataka kutupotezea muda. Roy alizungumza kwa msisitizo, na mwili wa Freddy ukarudishwa mochwari kwa siri sana, wakihakikisha wanakwepa macho ya waandishi wa habari waliokuwa wameweka kambi hapo hospitalini wakifuatilia kifo cha mwandishi mwenzao ambaye alikuwa ni maarufu na alifanya kazi vizuri na kushirikiana na wenzake kwa pamoja. Wa dokta,
mbona hujachangamka wewe? Sikiliza dokta, si tupo kazini. Tunahitaji kutoa hiyo chipu kwenye mwili wa marehemu. Hiyo pressure yako uliokuwa na wewe, au yaani kila mtu anaiona kwamba wewe una pressure. Sasa ukitoka nje kila mtu atakuona una pressure, afu mwisho wa siku unataka hili dili kila mtu alishtukie, si ndio? Umeona nje kwa waandishi wa habari walivyokuwa wamekaa attention kutaka kujua kila kinachoendelea. Si umeona? Ndio nimeona. Sikiliza, tulete vifaa. Sisi kazi tunaifanya sisi wenyewe. Oya, acha mimi nimsindikize. Roy alizungumza na kisha akatoka na daktari huyo, lakini mwili ulibaki na Bobby ndani ya chumba hicho cha kuhifadhia maiti. Baada ya dakika 5 wakarudi na vifaa vya upasuaji. Oya, hivi ile chipu inaonekana iko eneo hili, si ndio? Bobby aliuliza. Na mwenzie akasema ndio. Chipu ipo kwenye utumbo wake. Akiwa amevalia gloves za upasuaji, mshikaji akachana ule utumbo wa maiti, akisaidiwa kupewa maelekezo na daktari. Bobby akatoa memory card ndogo iliyokuwa imemezwa na huyu Fred ambaye kwa sasa hivi ni marehemu. Akaisafisha ile memory card ikawa safi kabisa, na Roy akasema, sikiliza we dokta, utamshona, si tushamaliza kazi. Kama maiti utaiacha hivyo hivyo fresh, ila si tunaondoka. Roy alizungumza na kweli wakaondoka hilo eneo. Mlango ukafunguliwa. Daktari na mtunza maiti wakabaki tu wanamtazama mtu aliyekuwa amefungua huo mlango. Samahani madam, utakuwa umekosea mlango. Huku ni mochwari. Mtunza maiti alizungumza, lakini Inspector Nance alitoa kitambulisho chake na kisha akampatia huyo mtunza maiti. Mtunza maiti akakirudisha kile kitambulisho kwa askari Nancy baada tu ya kukisoma. Dokta, nataka kujua unaifanya nini maiti ya Freddy? Nancy aliuliza kwa msisitizo. Dokta akasema, maiti hii nipo naishona hapa, naishona. Ndio, naona unaishona. Yaani kwa nini uishone? Maiti imefanya nini mpaka unaishona? Madam, unajua sio sisi. Kuna wanaume wawili wamekuja hapa na wametoka kama dakika 3 hivi 5 hivi. Wao ndo walikuwa wameichana hii maiti na kuna kitu walikuwa wamekitoa ndani ya hii maiti. Shh. Nyamaza. Naomba uniambie wameelekea wapi? Wametoka nje, lakini sisi hatujui wapi wameelekea, na hatuwajui. Daktari alijibu, lakini muda huo alikuwa anatetemeka, kwani huyu Inspector Nance alikuwa anazungumza kwa usiriasi sana. Au watu wapoje? Ni warefu hivi. Mmoja mweusi na mwingine maji ya kunde. Na huyo mwenye maji ya kunde huyo nywele zake ni ndefu hivi. Na amenyoa hivi kama panki. Naam, Inspector Nance kusikia sifa hizo aliwakumbuka watu waliokuwa wamekutana nao eneo la mauaji ya Freddy. Kwa kasi Inspector Nance alitoka ndani hapo huku akiwa anakimbia. Alianza kukimbia, akawa anakimbilia uelekeo wa maegesho ya magari, kwa sababu anaamini kama ni kutoka watu hao ni lazima watatumia usafiri wa gari lao ambalo aliliona kwenye zile picha zilizopigwa na yule mpelelezi wake. Naam, Inspector Nancy alizidi kuangaza kila kona ya maegesho ya magari. Aliangaza kila kona. Alitoa simu yake mfukoni, akatazama namba ya gari aliyokuwa amepewa picha yake na kijana wake, ila hakuweza kuliona kwenye hayo maegesho. Akili Inspector Nance ikamjia kilini mwake, na haraka akaelekea katika chumba cha kuongozea kamera zilizopo hospitalini hapo. Alitoa kitambulisho chake cha kazi na kuwaonyesha wale wahudumu wa hiko chumba. Akasema, nahitaji kamera za eneo la kuhifadhia maiti. Wakamwambia sawa. Kiongozi wa wafanyakazi hao wa CCTV kamera walianza kurudisha matukio nyuma, na ndipo Madam Nancy akasema, hebu simamisheni kwanza hapa. Madam Nancy alizungumza huku akiwatazama wanaume hao wawili. Okay?
Hivi mnaweza kunitafutia hawa watu katika hili eneo la hospitalini? Sawa mkuu. Walianza kazi ya kuwasaka kwa kupitia mfumo wa utafutaji wa picha ambao unarahisisha kuwaona kwa haraka wanaowatafuta. Madam, hawa watu walipotoka mochwari hawaonekani tena kwenye kamera mkuu. Kwenye maegesho kule magari? Pia hata kamera za kule haziwaoneshi kabisa. Nancy alijikuta anaishiwa pozi. Alipiga picha za namna walivyoweza kuwa wanaingia mochwari na kutoka. Okay. Nashukuruni kwa support na ushirikiano wenu. Madam Nancy akarudi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Alimkuta pale mtu anaitunza maiti na kisha akasema, "Hey, hawa watu walivyokuja walisema wao ni akina nani?" Walizungumza tu na daktari. Nielekeze ofisini kwa daktari. Madam Nancy akaelekezwa ofisi ya daktari huyo, na kweli alifika. Alimkuta daktari akiwa amekaa kwenye kiti chake huku akiwa na mawazo mengi mno. Naamini sina haja ya kuweza kujitambulisha tena kwako. Ndiyo madam. Nataka kujua ilikuwaje hawa watu wawili, yaani wakakushawishi vipi, wakakwambiaje mpaka ukawaruhusu? Madam Nancy alizungumza huku akimuonyeshia daktari picha za wanaume hao wawili. Madam, hao jamaa waliniambia kwamba wametoka makao makuu ya upelelezi. Walikuonyesha vitambulisho vyao? Ndio. Walikuonyesha? Hapana, ila waliniambia kwamba wanahitaji kufanya upelelezi wa mwili na tukauingiza kwenye CT scan na tukatoa chipu iliyokuwa iko mwilini mwa yule marehemu. Hivi dokta, unajua ya kwamba mwili wa mtu kama Freddy ni kosa la jinai kufanya hicho ulichokifanya bila ya kibali maalum? Mwili wa Freddy bado upo kwenye upelelezi wa kujua ni nani walihusika na kifo chake, ila wewe ukatumika katika kuwasaidia hadi kwenda kutoa ushahidi. Manake wewe umeshirikiana nao, si ndio manake? Madam, wale watu wawili, mmoja alinitolea bastola akaniambia endapo nitafanya chochote ataniua. Naam, kauli hiyo ya daktari ikamfanya Madam Nancy amini ya kuwa sasa ni wakati wa kuwa makini sana, kwani hiyo kazi imeshaanza kugubikwa na ugumu mkubwa mno mbele yake. Nisikilize dokta, nitakapohitaji maelezo zaidi kutoka kwako, nitakapokuita, unabidi utii pasipo shuruti. Kwa sasa jeshi la polisi litakufuatilia rekodi zako zote. Nancy alisimama na kisha akatoka nje ofisi hiyo, huku akimwacha daktari anatetemeka kwa hofu kubwa mno, kwani siku yake hii leo imekuwa ni mbaya mno ofisini kwake. Naam, msikilizaji, kwa kupitia njia ya siri waliokuwa wameingilia ndani ya hospitali, ndio njia hiyo hiyo ya siri iliyowatoa ndani ya hospitali hiyo. Robbie na Bobby wakaingia ndani ya gari lao na moja kwa moja wakaelekea hadi nyumbani kwa Roy. Roy kwa haraka alichukua kifaa kidogo chenye waya wa USB, akakichomeka katika laptop yake, akaiweka memory card hiyo kwenye kifaa hiko. Yes, memory nasoma hii mwanangu, hii memory nzima kabisa hii. Roy alizungumza kwa furaha. Wote macho yao wakayaelekeza kwenye video iliyokuwa imerekodiwa miguu tu ya watu, huku zikisikika sauti pasipo kuonekana sura zao. Sikiliza, hatuwezi kumpa maisha marefu kwenye nafasi aliyoichukua. Lakini ni lazima tuweke mkakati utakaomuondoa haraka sana madarakani, kwa sababu atakwenda kutuvurugia kabisa biashara zetu. Sikiliza, sisi ndo wenye hii nchi, na hivyo ni lazima tumuondoe haraka iwezekanavyo. Oya, kaa kimya. Naam, zilikuwa ni sauti ambazo zilipatikana kutoka kwenye ile memory card.
Sauti hizo zilisikika na kusababisha video hiyo kucheza huku aliyerekodi akionekana kukimbia na ikaishia ikiwa katika sekunde 49. Oya Bobby, hao ni kina nani sasa? Oya Roy, hata mimi mwenye sijui, na inavyoonyesha ni watu wenye mpango wa kumdhuru mheshimiwa rais. So umesikia hata mazungumzo yao hapo? Mazungumzo yao inaonyesha kabisa wanataka kumuua rais. Sasa Bobby, unaonaje hili jambo tukamshirikisha mheshimiwa rais? Hapana, sikiliza Roy. Kwa sasa hata tukimfahamisha mheshimiwa rais kwamba kuna watu wanataka kumuua, ni tutakuwa tunampa tu pressure na mashaka mengi sana. Inabidi tufahamu hao watu tunawasikia kwenye hiyo memory card ni akina nani na tujue wapi walipo. Sasa Bobby, ukiangalia ushahidi uliopo kwenye hii memory card, inaonekana eneo alilokwenda kurekodi hii video halikuwa rafiki kuwaona nyuso zao, zaidi tu ya kuona miguu ambayo na sindo tumeiona. Na ilikuwa ni usiku, na ilikuwa ni tarehe ya jana ili tukio ndo limetokea. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Bobby na Roy, na Bobby ndiye aliyezungumza mara ya mwisho huku akiwa anatazama taarifa za kurekodiwa kwa video hiyo, kitu kilichowafanya Roy na Bobby wasugue vichwa vyao. Sawa, sauti zinasikika, mipango ikipangwa kwamba rais inabidi auawe, lakini hao watu ni akina nani? Maana video hiyo inawaonesha miguu tu. Sikiliza Roy, inabidi tupate kujua mtu wa mwisho kuongea naye kwenye simu alikuwa ni nani. Tukishapata kujua mtu wa mwisho aliyeongea naye Fred kwenye simu ni nani, tutapata kujua kweli wote. Hebu sikiliza Bobby, huyu dogo huyu alikuwa anafanya kazi katika timu ya habari ya rais au? Ndio, ni kweli kabisa. Basi hapa wakumpigia tumpigie Ruben. Naam, ni kweli. Bobby alichukua simu yake na kisha akampigia Ruben. Halo Bobby. Nisikilize Ruben, naweza kupata namba ya Fred ambayo alikuwa anaitumia? Ndio. Okay, sawa, nitumie. Bobby alikata simu na baada ya dakika akatumiwa message namba ya Fred. Lakini wakati huo Bobby ilibidi amuulize Roy, "Wewe Roy, unafanya nini?" Hapo alikuwa anamtazama Roy jinsi alivyokuwa na minya button za laptop yake, na Roy akasema, "Kuna kitu nataka kukiangalia." Kitu? Kukiangalia wapi? Nataka kumfuatilia yule demo yule dance. Oya Roy, hebu achana na huyo demo mwanangu. Tunahitaji kuikimbiza hii kazi haraka iwezekanavyo. Itatusaidia kuweza kujitengenezea CV kwa mheshimiwa rais. Wewe unakaa unaanza kumfuatilia mwanamke wa kazi gani sasa ndugu yangu? Okay, sawa. Nitajie hiyo namba uliopewa. Bobby alihitaji hiyo namba ya Fred, na haikuwa kazi kubwa kwa Roy kupata mawasiliano yanayorekodiwa kwenye simu za wateja wa mtandao anaotumia Fred. Wakapata kusikia mawasiliano ya mwisho ambayo Fred alikuwa anayazungumza, na mazungumzo hayo yalisikika kama ifuatavyo. Oya Fred. Kaka. Fred, kuna habari nyeti sana ipo sehemu, nahitaji kuweza kukutumia location mwanangu, njoo. Oya, hiyo habari ni ya uhakika? Fred, mimi siwezi kukuzingua. Hii habari ni ya uhakika. Inamhusu mheshimiwa rais, kuna kikao cha siri. Ilo eneo ni wapi? Na kutumia location. Okay, sawa. Mazungumzo hayo ya mwanaume huyo na Fred yakawa yameishia hapo. Bobby akasema, "Sikiliza Roy,
Hii namba inabidi tuifuatilie, iliyoongea na Fredi mara ya mwisho. Oya Bobby, hii namba kwa sasa inasoma ipo Magomeni. Ipo Magomeni? Ndio. Imesajiliwa kwa jina gani? Hapa inaonyesha imesajiliwa kwa jina la Mwanaharusi Juma. Mwanaharusi Juma si jina la kike hilo, na aliyeitumia hiyo mbona kama ni mwanaume? Ndio hivyo Bobby, iko hivyo. Sikiliza, inabidi tuifuatilie hiyo namba. Naam, waliondoka na kuelekea Magomeni kwa kufuata ramani inayoonekana kwenye hiyo simu ambayo wanaitrack. Wakafika mpaka Magomeni Kagera. Walisimama mbele nyumba moja ya kawaida tu, huko nje nyumba hiyo kukiwa kuna wasichana 4, huku mmoja akiwa nasukwa. Oya Bobby, wale wanawake wanaonekana ni wadangaji mwanangu, Roy alizungumza huku akiwatazama wasichana hao waliokuwa wamevalia vijora. Hebu sikiliza, ngoja kwanza niipige hii namba. Bobby akaipiga ile namba ya mwisho iliyokuwa imefanya mawasiliano na Fredi. Wakamwona msichana mmoja anaipokea ile simu. Hello? Robbie akakata ile simu huku akimtazama msichana aliyekuwa ameacha kumsuka mwenzake na akawa ameipokea hiyo simu. Oya Roy, yule demo ile ndio inaonekana ndio huyo Mwanaharusi, sijui ndio inaonekana ndio yeye. Maana sumona pale ameacha kumsuka mwenzie, amepokea ile simu. Bobby alizungumza kutokana na gari waliokuwa nayo ilikuwa haionyeshi ndani. Gari yao ilikuwa ina tinted. Ilikuwa ni ngumu mno kwa wasichana hao kuweza kuwaona waliopo ndani ya gari hiyo. Oya Bobby, sikiliza, ngoja mimi nimtokee yule manzi. Roy alizungumza huku akishuka ndani ya gari hilo, huku akiwa amefungua vifungo vya shati lake kidogo na akasababisha pale kifua chake kionekane vizuri kabisa. Wadada wote wakabaki wanamtazama Roy kwa sababu ni mwanaume mwenye muonekano mzuri kama Uncle Jay, muonekano ambao unamvutia kila mwanamke anayemtazama kwa makini. Roy alikuwa na mwili mzuri. Roy alikuwa na mwili wa mkaka ambaye mwanamke yote atatamani tu awe naye. Roy aliposhuka ndani ya gari akasogea mpaka kwa wale wadada na kisha akasema, habari zenu warembo. Salama, za wewe? Wasichana hao walimshobokea Roy. Freshi. Samani, wewe dada msusi hapo, naweza nikaongea nawe kidogo? Mie, bila shaka kakaangu. Msichana huyo alinyanyuka kwa haraka na kisha wakasogea pembeni kidogo, na ndipo Roy alipokuwa amesogea naye pembeni, Bobby kwenye gari kule alikuwa anafuatilia hilo tukio kwa umakini mno. Oi, sikiliza mrembo, mimi sio mwongo kwako, kusema ule kweli nimetokea sana kuvutiwa na wewe. Alafu unajua niliposimama pale nikaona aso vyema niweze kuondoka bila kukueleza kile kilicho moyoni mwangu. Yaani nimekuona tu hivyo fugafu tu nimetokea kukuelewa ile mbaya. Jamani wewe kaka wewe. Yaani umeniona tu na kunipenda. Naomba tu uamini kwamba unajua mimi ni mwanaume, sio unajua, na jicho langu mimi lina search kama vile Google. Nikaona nikushukie mrembo. Sijui kama uko bize sana au ni vipi, lakini kusema ule kweli mtoto umenimaliza, afu mtoto nimekuelewa ile mbaya. Mimi pale niko na msukasuka yule pale rafiki yangu, ila mbona mimi niko free tu, ni wewe tu wewe sema tu mimi nakusikiliza. Basi sikiliza na kuomba basi tukaongelee kwenye gari pale. Ngoja basi ni waage. Tunakwenda sehemu kidogo kwa maana kwamba unajua ile eneo wachawi ni wengi Sitaki hapa watoto nione. Okay, sawa, usijali, tunatoka tu hapa fast. Kweli bidada huyu mwana akarudi kwa rafiki yake. Shoga, huyu mwanaume anaonekana wakishua jamani. Leo danga limeangukia Uswahilini asubuhi na mapema jamani, mimi nawaacha. Wewe ndo unaenda na hilo dera na kijora hiko ndugu yangu? Kina ubaya gani? Mbona pambe yeye mwenyewe kwanza kakione kikijora kakielewa. Acheni mimi nikachachue damu kidogo asubuhi ndugu yangu, nipate la supu mie. Mwana alizungumza huku akiwa anaelekea alipokuwa amesimama kijana Roy. Kwaherini jamani warembo.
Roy aliaga na moja kwa moja wakaelekea ndani ya gari. Sikiliza, huyu hapa ni mshikaji wangu, kwa hiyo hata usiogope. Mambo kaka? Salama tu mrembo, vipi? Poa. Mrembo, hivi hapa kuna eneo gani limetulia sana tunaweza tukaenda kupoa? Ni hapo tu mbele kuna baa fulani hivi imetulia hiyo. Wala hata usijali baby, tukienda hapo hakuna hata macho ya watu wengi. Kwa maelezo ya Mwana, wakafika kwenye hiyo baa iliyokuwa imetengenezwa vizuri kabisa. Bobby akasema, "Oya, mimi nipo kaunta kule." Bobby alizungumza huku akiwa anaelekea kwenye kaunta na akakaa kwenye kiti kirefu, huku Roy na huyu binti wa kuitwa Mwana walikaa kwenye viti vya kawaida, wakaagiza pale vinywaji. Oi, mrembo, unaitwa nani? Mimi wananiita Mwana. Mwana sina kirefu chake ama? Mwana harusi. Na okay, sawa. Unajishughulisha na nini kwani mrembo? Mimi mara nyingi huwa nasukasuka tu pale wenzangu kama vile ulivyoniona pale nyumbani kule mtaani. Okay, kwa hiyo ni kazi yako au ni vipi? Kazi yangu nyingine kama mtu akinitaka hivi, ni pesa yake tu, tunakwenda tunajivinjari vile ambavyo yeye anataka. Okay. Dau lako kiasi gani? Kuanzia 50,000 hapo na kulala, maana yake na kujumlisha na kulala. Roy akatoa waleti yake na akatoa noti 10 za shilingi 10,000 akampatia mwana harusi 100,000. Sikiliza, hii hapa pesa ni ya kwako, sawa? Jamani, asante. Mwana alizungumza huku akiwa anaweka pesa hizo katika sidiria. Jana usiku ulikuwa uko wapi? Kwa nini unaniuliza hilo swali? Nimeuliza tu. Nilikuwa nipo kule. Wapi? Kule Triple H. Okay, sawa. Simu yako ulimpa nani? Simu yangu mimi mbona sikumpa mtu? Una uhakika? Ndio. Afu mbona unijiweka polisi nini? Kwa muonekano wangu mimi naonekana polisi kwani? Wala. Okay, sasa wewe wasiwasi wako wa nini? Mimi simu bwana, mimi sikumpa mtu yoyote, nilikuwa nayo muda wote. Ulilala na mwanaume yote jana? Jamani we kaka. Jana mimi nilikosa mwanaume na ndio maana asubuhi nikaona nijishughulishe na kusuka kwangu ili nipate hiyo 5,000 ya kula mchana na mwanangu. Okay, sawa, nashukuru kwa muda wako. Kondo hivyo tu? Nimemaliza. Hela yako hii wewe utaki kufanya? Roy alilipia vinywaji na kisha akaondoka eneo hilo. Hawakuwa na muda wa kupoteza na moja kwa moja wakaelekea katika klabu ya Triple H, ambapo wanaamini kupitia hapo wataweza kujua mtu aliyemuita Freddy, eneo alilorekodi video, na mtu huyo alitumia akili nyingi mno kuhakikisha hajulikani, na ndio maana kuna uwezekano mkubwa aliichomoa simu kwa mwanadada Mwana bila yeye mwenye Mwana kujua, na hata iliporudishwa Mwana huenda hakujua ya kwamba simu yake imetumika katika tukio la uhalifu. Wakafika katika ukumbi wa Triple H. Oya, alafu meneja wa hapa ninamjua ujue. Roy alizungumza huku akishuka ndani ya hiyo gari. Ila Roy mwanangu, yani unajua Roy, nataka kujua kitu kimoja. Huyo meneja wa hapa ni mwanaume mwanamke? Sikiliza Bobby, uone si mimi washikaji zangu ni wanawake tu peke yake au ni vipi? Mbona kama sikuelewi mwanangu? Roy, mimi nakujua mwanangu, kwa nataka kujua huyo meneja ni wa kike au kiume? Ni mshikaji tu mwanangu, wa kiume. Hey, sister. Habari yako? Bobby alimsalimia mwanadada waliyemkuta akifanya usafi. Salama. Meneja yupo? Ndo. Yuko ofisini kwake. Okay, tunashukuru. Hapo kweli wakaelekea ofisini kwa meneja. Roy, mambo vipi ese? Meneja alizungumza kwa furaha huku akipiana mikono na Roy, na Roy alitikia salamu ya meneja kwa kusema salama tu kaka, niambie bwana. Safi tu mwanangu. Roy bwana, umeadimika kaka. Mungu tu anatupambania ndugu yangu, tupo.
Naona sikuoni siku hizi, au umepata chimbo jingine ni la watoto wazuri wazuri nini? Hamna ndugu yangu. Afu huyu hapa ni ndugu yangu anaitwa Bobby. Nashukuru sana kukufa. Karibuni sana. Nashukuru. Karibuni, kaeni tu. Kweli walikaa kwenye viti viwili vinavyotazamana na meza kubwa ya meneja. Roy, mpaka umekuja mida hii, najua kuna issue ya muhimu sana. Niambie ndugu yangu. Ni kweli kuna mtu tunamtafuta. Tunahitaji kuangalia rekodi za CCTV za jana usiku. Kuna shaka, ni sawa. Meneja aliwasha TV kubwa ya inchi 55 iliyopachikwa ukutani. Walianza kufuatilia rekodi zilizopita usiku, huku wakitazama watu walivyoanza kuingia. Aise meneja, jana kulikuwa kuna mizigo mikubwa iliyonona aise. Roy alizungumza kiutani huku akijilamba lips na kuwafanya wenzake wacheke kweli kweli. Meneja akasema, watakuja kukuua wewe hawa Roy. Unapenda sana totozi bwana. Meneja alizungumza kwa utani huku akitabasamu. Kaka mimi unajua mimi ugonjwa wangu kwa mwanamke ni ile shepu yake. Mwanamke akiwa na shepu tu mimi ndo napagawa kabisa yani. Roy aliposema hivyo, wote pale ndani wakacheka. Bobby akasema, demu huyu hapa huyu kwenye video. Bobby alizungumza huku akimnyoshia kidole mwana harusi, yani yule binti mwana wa Uswahilini alionekana akiingia hapo hotelini. Sasa sikiliza, hapo macho yetu inabidi yamfuatilie huyo binti. Bobby alisisitiza. Wakaendelea kumfuatilia mwana anayeonekana kwenye CCTV kamera. Roy akasema, hebu simamisha kwanza. Roy alizungumza na kumtazama mwanaume mmoja aliyevalia miwani myeusi huku akiwa na ndevu nyingi mithiri ya Osama bin Laden, huku kichwani alikuwa amevalia kofia nyeusi. Mwana alikuwa amesimama tu kaunta akizungumza na mhudumu. Mwanaume huyo alimchomolea simu ndogo iliyokuwa katika mfuko wa nyuma, na kisha mwanaume huyo akatoka eneo hilo na kuelekea eneo la vyoo vya kiume. Na baada ya dakika 3 mwanaume huyo akarudi kaunta, akamrudishia mwana simu yake bila yeye mwenyewe mwana kujua kwamba simu yake ilichomolewa, na mpaka amerudishiwa bila kujua. Oya Roy, mawazo yako mwanangu yamekuwa sambamba kabisa na tulichokiona. Bobby alizungumza huku akimpiga picha kadhaa huyo mwanaume. Unajua Roy, huyu mtu huyu ni mara ya kwanza kumuona mtu huyu akija hapo hotelini kwetu. Meneja alizungumza huku akimtazama Roy. Meneja, kwa hapa si tunashukuru sana kaka, umetupatia mwongozo wa wapi tuanzie. Sawa, karibuni sana. Hapa nyinyi nyumbani kwenu bwana. Tunashukuru sana meneja. Bobby na Roy waliingia ndani ya gari lao na kisha wakaondoka kwenye hiyo hoteli, sijui ni klabu, wakaondoka hilo eneo. Sikiliza Roy, yule jamaa ameweka ndevu bandia, zile sio ndevu zake. Bobby alizungumza huku akiwa ameivuta kwa ukaribu hiyo picha. Sasa hawa nao wanataka nini? Mbona kama vile sielewi. Roy alizungumza huku akimtazama askari trafiki aliyekuwa amelisimamisha gari lao. Sikiliza, wewe simamisha gari, tumsikilize anataka nini. Kweli taratibu Roy alisimamisha gari pembeni, huku askari wengine 3 wa usalama barabarani wakiwa pembezoni mwa hiyo barabara. Alishusha kioo kidogo taratibu na kisha Roy akamsalimia askari huyo. Bosi, habari yako bwana? Aise salama. Naomba leseni yako. Roy kweli alitoa leseni huku akimtazama askari mwingine akikagua gari hiyo kwa mbele. Askari alitazama leseni hiyo kwa umakini mno. Yuko wapi kadi ya gari yako? Sasa kadi ya nini sasa? Roy alijibu kwa hasira kidogo na kumfanya mpaka Bobby kuichukua kadi hiyo ya gari na kisha akamkabidhi huyo askari. Askari huyo akarudi kwa wenzake wawili waliokuwa wako pembezoni mwa barabara. Aise, wale jamaa tuliotumiwa picha na mkuu ni hawa hapa na gari yao ndo hiyo, unaona? Matrafiki wakati wanajadiliana hilo, Bobby aliotazama wale maskari 3 alikuwa anaona sasa wale maskari wanalisogelea lile gari lao kwa nyuma.
Bobby akamwambia Roy, wasikia hapa kuna tatizo hapa, huu mtego. Bobby alizungumza huku akifungua mlango wa gari na kisha akashuka. Viongozi, kwani kuna tatizo? Kwani vipi? Kwani mbona ukaguzi umekuwa mkubwa mno? Bobby aliuliza huku Roy akitazama tukio zima kupitia kioo cha katikati ya gari. Aisenye, mnabidi muongozani na sisi. Afande, kwenda wapi tena? Inatakiwa tuelekee kituo cha polisi haraka iwezekanavyo. Roy aliposikia hivyo kwanza alishuka ndani ya gari. Aliwatazama hao maaskari. Askari mmoja akasema, "We, zima hiyo gari, tunahitaji fungua gari." Askari mmoja mrefu na mweusi alizungumza kwa ukali na kumfanya Roy amtazame kwa macho makali mno. Bobby akasema, "Roy." Bobby aliita huku akitingisha kichwa akimpa ishara ya kutokufanya chochote kwa sababu Roy ni mtu mwenye maamuzi haraka sana na huwa hapendi kuonewa na mtu yeyote yule. Msikilizaji, wakati hili tukio linaendelea, askari mmoja akasema, "Mkuu, tumewakamata ese. Tunawaleta kituoni hapo, over." Ikasikika upande wa pili sauti ikisema, "Kazi nzuri sana, waleteni hao, over." Simu ya upepo zilisikika na kumfanya Bobby kumtazama Roy. Roy aliyekuwa anageuzwa kwa nguvu akapigwa pingu pale mikononi mwake. Wewe umenifunga pingu bwana, mbona nishikashika huku nyuma vipi? Roy alizungumza huku akiwa anajitingisha. Askari alikuwa anamtingisha ili apate kumfunga vizuri. Sasa wakati anamfunga vizuri, ilionekana ile bastora ambayo Roy alikuwa ameichomeka hapa kiunoni mwake. Askari akasema, bwana, huyu ana bastora huyu." Askari mwingine alizungumza huku akiichomoa ile bastora ya Bobby kiunoni mwake. Hii mijambazi mikubwa hii. We, ingizani ndani ya gari. Askari wengine walikuja pale kusaidiana kuwaingiza Bobby na Roy kwa kuwapiga na makofi juu, wakawaingiza ndani ya gari. Bobby alikuwa amekaa kimya, hakuongea chochote. Waliingizwa ndani ya gari binafsi za maaskari. Gari ambayo ilikuwa iko pembezoni mwa barabara. Roy akasema, "Askari, askari unamiliki vits alafu bado unajifanya mkorofi ndugu yangu." Yule askari akasema, "Asa unasema nini wewe fara? Wewe unasema nini wewe?" Askari alikuwa amekaa siti ya dereva alizungumza huku akimtazama Roy. Roy ambaye alikuwa amekaa siti ya nyuma kwa macho makali mno. Roy akasema, "Amna bosi, amna. Utani tu." Bobby alizungumza huku akitabasamu, wakiongozana na askari aliyekuwa anaendesha gari ya Roy, na moja kwa moja wakawa wameelekea makao makuu ya polisi. Walipofika kule, walimkuta Nancy akiwasubiri kwa hamu sana. Kitendo cha kushushwa tu ndani ya gari kilimfanya Nancy ashushe pumzi kubwa mno, huku akijipongeza kwa kufanya msako huo wa kimya mpaka kuwapata majambazi waliochukua chipo katika mwili wa Freddy. Roy alipomwona yule Madam Nancy akamsalimia, "Oya mrembo, mambo vipi?" Roy alizungumza huku akimtazama Nancy kwa macho yaliyojaa matamanio. "Wapelekeni chumba cha mahojiano." Askari watatu wakawapeleka Bobby na Roy katika chumba cha mahojiano, huku askari mmoja kibaki eneo hilo. "Madam, mmoja wao tumemkuta na hii bastola." "Itakuwa ni kithibitisho tosha." Nancy alizungumza huku akielekea katika chumba cha mahojiano. "Mkiachana na bastola, nini kingine ambacho mmewakuta nacho?" "Madam, tumekuta tu simu zao pamoja na leseni ya udereva." Askari huyo alizungumza huku akimkabidhi Nancy vitu hivyo. Madam Nancy aliingia katika chumba alichukua ameingizwa Roy, huku Bobby akiwekwa kwenye chumba kingine. Walitenganishwa vyumba. Perfume uliojipulizia inaitwa Monaco na
Inauzwa 30,000. Ni ajabu sana kwa askari kama kujipulizia perfume ya bei rahisi kama hiyo. Au umepulizia body spray yake ya shilingi 5,000. Maneno ya Roy yalimfanya Nancy atabasamu, kwani katika kazi ya upelelezi wake amekutana na wahalifu wenye dharau, lakini Roy aisee ni anadharau maradufu. Okay. Na mimi unamfahamu Freddy, mwandishi wa habari, si ndio? Hapana, simfahamu. Mlikuwa mochwari leo asubuhi na nina imani tulikutana eneo la mauaji. Ni kitu gani kitu gani kiliwapeleka? Nataka kujua kitu gani kiliwapeleka pale. Wapi sasa, mochwari au kule porini? Tuanzie porini. Hata sikumbuki nini kilichotupeleka kule pale porini, sikumbuki. Wakati anajibu hivyo, mlango ulifunguliwa na GP akaingia, na hapo ndipo Madam Nancy akanyanyuka kwa haraka akapiga pale saluti. Mkuu, hebu waachieni hao vijana. He? Nancy alishangaa, ila hakupata jibu lolote kutoka kwa GP zaidi ya kumtazama kwa macho makali mno. Nancy ilibidi amfungue pingu Roy. Warudisheni kwenye vituo vyao. Sawa mkuu, Nancy alijibu kwa unyonge. IGP akawa wa kwanza kutoka ndani hapo. We mrembo, unaweza kunipa namba yako ya simu? Nancy hakujibu chochote zaidi tu ya kumkata jicho kali mno Roy aliyebaki akiwa amejawa na tabasamu. Nancy alitoka kwa haraka na kuelekea ofisini kwa IGP. Mkuu, samani, naomba kuongea. Zungumza na kusikiliza. Lakini mkuu, wale ni wahalifu ambao tuna ushahidi wa kuwakuta maeneo ya matukio, na kubwa zaidi ni kuwa walimpasua Freddy na wakatoa chip mwilini mwake. Inakuwaje wanachiwa huru? Sijamaliza hata kuwahoji. Japo sipaswi kuhoji sana mkuu kuhusiana na amri yako Mkwila, naomba ufafanuzi kwenye hilo. Nimepokea simu kutoka juu ya kwamba waachiwe. Unahisi nini nitafanya? Kutoka wapi? Nancy, wewe ni sawa na binti yangu. Unafanya kazi yako kwa weledi mkubwa sana. Najua moyoni mwako ni namna gani unavyohangaika kutafuta wahusika wa mauaji haya, ila kwa sasa tambua nyakati zimebadilika. Uongozi ulioingia ni mpya, na pia kuna hati za mimi kuondolewa kwenye nafasi. Hivyo jua nimepokea simu kutoka juu na nimepewa amri kuwaachia mara moja. Unahisi nini nitafanya zaidi ya kutii amri niliyopewa? Kwa hiyo mkuu, huu upelelezi tunaachana nao. Kwa nini uachane nao? Kwa sababu tunakamata wahalifu na wanaachiwa. Sasa nini tunafanya? Nancy alizungumza huku machozi yakimlengalenga kwa hasira. Hebu sikiliza, nenda kaendelee na upelelezi wako. Nancy alimtazama IGP aliyezungumza kwa sauti ya upole. Alipiga saluti na kisha alitoka ofisini hapo huku akiwa na hasira. Moja kwa moja alitoka nje na akawaona Roy na Bobby wakielekea kwenye maegesho lilipo gari lao. Nyinyi, Nancy aliita kwa nguvu na kumfanya Roy na Bobby wageuke wakatazama jinsi anavyowafuata kwa mwendo wa haraka mno. Oya kaka, huyu demu lazima mwanangu nipite naye. Wacheki mtoto alivyokuwa mnene. Bwana kajaliwa mashallah. Ona mwanangu. Roy alizungumza hivyo huku akijawa na uchu wa kumtamani Nancy kimapenzi. Nancy alisimama mbele yao huku macho yakionyesha dhahiri ya kuwa alikuwa na hasira. Nisikilizeni nyinyi. Sijui ni mkubwa gani mnayefanya naye kazi, ila tu niwahakikishie tu ya kwamba nitawakamata na nitahakikisha ya kwamba mnalipa kwa hili mlilolitenda. Ni mara 100 nipoteze kazi, ila nyinyi mlipe kwa hiki kilichotokea. Nancy alizungumza huku akiwanyoshia kidole Roy na Bobby. Njama zenu lazima nitazijua, na naapa kwa Mungu nitawashughulikia. Nancy alizungumza huku akijiapiza na machozi yakimlengalenga. Roy akasema, kumbe unaweza kukasirika japo una sura nzuri we binti. Roy alizungumza kwa masihara kabisa. Bobby akasema, asikiliza bwana, Inspector Nancy, sisi sio maadui zako na wala hatuna ubaya na hili jambo.
Sote sisi ni watumishi wa jamhuri. Sema tu tupo vitengo tofauti. Fanya kazi yako kwa upande wako. Unavyoamini utaleta watuhumiwa mbele ya sheria, na sisi tunafanya kazi kwa upande wetu kwa namna yetu. Usijumize kichwa sana kwa ajili yetu sisi. Sikiliza Nancy, wekeza nguvu zako kwenye hili unalolitafuta, lakini usidili na sisi. Naam, Bobby alizungumza kwa ustaarabu na kumfanya Nancy amtazame kwa sekunde kadhaa huku akishusha pumzi nyingi. Nyinyi mmejuaje cheo changu na mpaka jina langu? Nancy aliuliza huku akiwadadisi Robbie na Bobby. Robbie akasema, sikiliza bwana mrembo, mbona una maswali mengi sana? Aliyekufa ni shemeji yako kwa mdogo wako, sawa? Mtoto wa mamako mdogo, na ndio maana hili swala linakusumbua sana kwenye hisia zako. Ila unatakiwa kukumbuka, kazi hii haiongozi kwa hisia bali ni kwa akili, na ndio maana ulitumia hisia kali mno kutuhisi sisi ni watu wabaya kwako, ila haiko hivyo. Sisi tunafanya kazi wapi bwana? Unatamani sana kujua tunafanya kazi wapi? Unatamani kujua tunafanya kazi chini ya nani? Wewe tulia bwana. Hilo hata bosi wako mwenyewe hapaswi kujua sisi tunafanya kazi chini ya nani. Lakini unajua sisi sio wabaya wako. Unataka tukwambie mara ngapi sasa? Umemaliza kaka? Nimemaliza. Alafu sikiliza nikwambie. Wewe ni mrembo. Mimi ninachohitaji ni namba yako tu. Tubadilishane basi taarifa. Unaona umekaaje? Ukinipa mimi namba yako unapungukiwa na nini? Hapo Nancy alijikuta na mtazama Roy mpaka mwenye akajikuta na tabasamu. Nisikilize mrembo, kama utojali basi leo nikutoe basi auti ili ukazipunguze hizo hasira zako. Inaonekana una hasira sana. Sina muda. Nancy alijibu hivyo na kisha kaondoka eneo hilo, lakini alikuwa na hasira na kuwafanya Bobby na Roy wakabaki kumtazama tu. Roy akasema, la maskini, haamini kama tumeachiwa uhuru huyu binti. Inaonekana ana hasira na sisi. Sikiliza. Mimi nilipoachiwa niliingia kwenye ofisi moja na nimefanikiwa kumtambua huyu mtu ni nani kupitia database za jeshi la polisi. Bobby aliyezungumza hayo huku akimuonyesha mhalifu aliyekuwa amemuibia simu mwana yule binti wa Kiswahili wa Magomeni Kagera kule. Na huyo mtu alionekana akiwa katika sura ya ndevu za bandia, na sura yake halisi pia ikawa imeonekana, kitu ambacho sasa kinawafanya wazidi kupiga hatua kwenye huo upelelezi wao kupata kujua mauaji ya Fredi yalifanyika na nani. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Msako na upelelezi wa umakini mno unazidi kufanywa kimya kimya, huku Bobby na Robbie wakiendelea kutafuta uvumbuzi wa nani amehusika na kifo cha mwandishi wa habari Fredi. Sasa swali ni kwamba, je, watafanikiwa? Usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G. Msulwa. Asante.